Ninaitwa Jovin Freeman Ngowi, ni mkufunzi katika chuo cha sayansi za afya hapa Kolandoto, Shinyanga. Ninafundisha kozi ya physiotherapia. Kozi hii ni mpya kwa hapa Kolandoto, na ili mwanafunzi aweze kupata kozi hii lazima awe amemaliza kidato cha 4 katika ufaulu wa alama D na kuendelea katika somo la physics, chemistry, biolojia na somo lingine lolote ambalo litakuwa katika hayo masomo aliyofanya isipokuwa somo la dini. Kwa namna nyingine kozi hii ni mpya na ni kipaumbele cha serikali. Kwa hiyo nikisema ni kipaumbele cha serikali, manake ni kozi ambayo inaangaliwa kwa jicho la pili na serikali, lakini pia ni kozi inayopata mikopo. Kozi inayopata mikopo. Kwa hiyo kwa ukweli ni kozi ambayo chuo kinaendesha, lakini kwa hisani pia ya serikali. Physiotherapia wanafanya kazi wapi baada ya qualify? Kwa sababu baada ya kufanya kozi hii watapata diploma. Kwa hiyo wakishapata hiyo diploma, sehemu ambazo wataweza kuqualify kufanya kazi ni hospitalini. Tuna hospitali na tuna mikoa ambayo kwa ukweli tuna maphysiotherapia wachache sana. Kwa hiyo watafanya kazi katika mahospitali yetu, lakini pia watafanya kazi katika sehemu za michezo. Wataajiriwa kwenye timu zetu za hapa Tanzania na nje. Kwa hiyo kama wale madaktari mnaowaona, madaktari wa timu wale ni maphysiotherapia. Kwa hiyo kwa kawaida tunapenda angalau timu ama requirement ni timu iwe angalau na physiotherapia kwa uchache kabisa wawili. Kwa hiyo kwa ukweli tunapenda waendelee kufanya kazi huko. Lakini pia tuna industrial physiotherapy ambao wao watafanya kazi sana kwenye mines, kwenye machimbo, lakini kwenye sehemu nyingine, kwenye viwanda, kwenye sehemu mbalimbali ambazo pia watafundisha ama kuelekeza watu ama wateja, kuelekeza namna ya kufanya kazi katika hali ya usalama zaidi. Tunaita preventive physiotherapy. Lakini pia watafanya kazi kwenye jamii. Kwenye jamii yetu tuna watu ambao wana ulemavu, wana shida mbalimbali, watu wametoka hospitali lakini hawakuweza kuwa katika hali yao ya mwanzo. Kwa hiyo hawa physiotherapia ndio watawarejeshea hali yao ya mwanzo. Kwa hiyo watafanya kazi kwenye jamii, lakini pia watafanya kazi na watoto ambao wana disability, wana ulemavu ambao wako kwenye jamii. Kwa hiyo hasa kuna vituo ambavyo vinashughulika na watoto wenye ulemavu wa mwili, watoto ambao wana shida, kwa mfano watoto wenye vichwa vikubwa, watoto wenye clubfoot, nyayo zilizopinda, watoto wenye mtindio wa ubongo, watoto wenye shida mbalimbali ambazo kwa ukweli zinahitaji hawa maphysiotherapia. Kwa hiyo hayo na maeneo mengine ambayo ni ya kutoa elimu, kwa mfano kama maeneo ya vyuo, maeneo ya secondary zetu, primary zetu, shule za primary, lakini hawa ndio wanahusika sana katika hasa kuwapa elimu ya afya kwa kupitia michezo, lakini kwa kupitia kufundisha ili tuweze kupata pia wengine. Kwa mfano kama mimi ninafundisha kwenye chuo hapa. Kwa hiyo tunahitaji pia walimu ama technical personnel kwa upande wa mambo ya elimu, mambo ya education, ili waweze pia kuzalisha wengine. Kwa kifupi niseme tu kwamba kozi hii tafadhali bado inaonekana bado ina uhitaji mkubwa, kama nilivyosema hapo awali kwamba population yetu sasa tumefika milioni 65 plus. Kwa hiyo kwa ukweli kuhudumia watu wengi kiasi hichi tunahitaji sana hii taaluma. Watu wengi wana shida mbalimbali, watu wana visukari, watu wanaumwa migongo, watu wanaumwa viuno, watu wanaumwa nyonga, shingo, shida mbalimbali, watu wameparalyze, wana stroke. Kwa hiyo vitu vingi ambavyo watu wanahitaji kwa kweli bado hawajavipata, kwa sababu kozi hii imekuwa ikifanya kwa ufanisi mkubwa, japo kumekuwa na uchache sana wa hao watu katika kufanya. Lakini kwa sasa tunaomba tafadhali tupate watu wengi, tupate vijana wengi, ili kwa umoja wetu waweze kuja kuhudumia Watanzania ambao nimesema hapo ni zaidi ya milioni 65.
Asanteni sana, karibuni sana Kolandoto katika chuo cha sayansi za afya Kolandoto Shinyanga.